Chromatic scale ni mlolongo au mpangilio wa noti zote katika hatua ya nusu toni, ambayo huwa hujumuisha noti zote 12 ndani ya oktava moja. Yaani kwenye chromatic scale huwa tunahusisha noti zote kuanzia C mpaka C, tunagusa zile, kama ni kwenye kinanda vyeusi na vyeupe vyote vinakuwa vimehusishwa. Mfano wa chromatic scale kutoka C kwenda C ndio kama ambavyo inaonyesha hapa. Inaonyesha kutoka C utaenda C sharp au D flat, utakuja D, utakuja D sharp au E flat, utakuja E, utakuja F. Utahusisha nota zote na wewe inakuwa inaundwa na noti 12. Kama ambavyo tunaona hapa. Ikiwa kwenye kinanda tuseme tunatoka C mpaka C inayofuatia hapa, utakuta tunajumuisha hivi button zote za kinanda 12 ambazo zipo katikati hapa. Kwa hiyo itakuwa kuna C, itakuwa kuna C sharp au D flat, kuna D sharp au E flat, E, F sharp au G flat, G sharp au A flat, A sharp au B flat, B, na baada hapo nini? C tena. Kwa hizi noti zote 12 kuanzia C mpaka C, ukiunganisha hizi noti zote ambazo pamoja na hizi zilizopandishwa kwa nusu toni na kushuka kwa nusu toni, huwa tunaunda chromatic scale. Na hii chromatic scale inaonyesha hizi noti huwa zinakuwa zina majina yake. Achana majina ya kawaida ambayo tunafahamu, kwa mfano kama ingekuwa ni kwa ufungo C, diatonic scale tunajua majina yake, lakini pia kwenye chromatic scale kuna baadhi ya noti zinaongezeka kwa majina. Na katika chromatic scale itaona kabisa kuna baadhi ya noti ambazo zina jina moja. Yaani kwa mfano kama hapa tumekuta hii ni C sharp au D flat. Kuitwa kwa jina moja kwa majina tofauti na kuwa na maana moja, huwa kunatengeneza hizi noti ambazo zinaitwa enharmonic notes. Lakini kwenye kuimbwa zote huimbwa sawa au huwa na toni ambayo iko sawa. Kwa hiyo kama inaweza ukaita D sharp au E flat, lakini kwenye kuzimba zote tunazimba sawa. Kwa hiyo utakuta hapa na baadhi ya noti zina majina mbadala ambayo tunasema ni enharmonic notes, kama ambavyo nimekwisha kuelezea kwenye kielezo hapo nyuma. Lakini nimesema hizi noti zina majina sababu kwenye diatonic scale tunafahamu watu kwamba ni do, re, mi, fa, so, la, si, ti, do. Lakini tunapoongezea chromatic scale kwa noti za katikati ambazo huwa zinaongezeka. Kwa hiyo utakuta kuna do kutoka kwenye C, ukienda kwenye sharp yake inakuwa inaitwa D. Tunakuja re, tunakuja mbele yake inaitwa ri. Tunakuja mi, tunakuja fa, tunakuja fi. Tunakuja so, tunakuja zi, tunakuja la, tunakuja li, tunakuja ti. Hii ni ukiwa unapandisha. Ukiwa unashusha inabadilika, inawekwa a kwa nyuma. Kwa kama ilikuwa t ya nyuma yake ni t. Kwa wengine wanaita z pia. Au vile utakavyoita, lakini kikubwa kwenye kuimba uimbe sahihi. Lakini inakuja la, inakuja tena le, inakuja so, inakuja se, inakuja fa, inakuja mi, inakuja me, inakuja re, inakuja ra. Sijui kama umeelewa kidogo. Kwa kwenye majina yameisha, unaweza ukaziunganisha hizi zote. Ukaona kama ambavyo inaonekana, ukazipanga hivi ikawa nayo ni kama unapotoka do mpaka do, lakini na zenyewe unakuwa umeziunganisha katikati. Na huwa zinaimbwa zinasikia kama ambavyo tunaweza kaona hapa katika kielezo hiki hapa. Lakini pia ambavyo imepangwa namna hii, unaweza kaisikika ikiimbwa kama ambavyo unaona. Hiyo ndio chromatic scale na namna yake ambavyo inajipanga kama ambavyo tumeona pamoja na majina ya kwenye noti za chromatic scale. Kwa hiyo hizi noti za kwenye chromatic scale mecha zikitokea katikati ya wimbo, ndio wimbo unakuwa una nini? Una mvunjo na unakuwa kwa ajili ya kuongeza mapambo, kuongeza ladha fulani ya kimuziki. Kwa utakapokutana na do imepandishwa itakuwa inaitwa D. Kutokana na re itakuwa ri. Kutokana na fa imepandishwa inakuwa fi. So inakuwa zi. La inakuwa ri.
na kwa kushuka hivyo hivyo, kwa maana ni ti inakuwa te, la inakuwa le, so inakuwa se, mi, me na re, la. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.